anakujua, anakuona. Yahweh, Yahweh, anajua magumu yako, anajua shida zako. Yahweh, Yahweh, haijalishi mlima gani, haijalishi vita gani, haleluya, atavipigana. Imba shama, imba shama, hadi kifika. Imba shama, oh yes, Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
na uongozi. Haya mtakatifu kwa wale watakao. Asante Bwana. Kama wala hakuna vile kama wewe, wala hakuna vile na wewe, na mamlaka kama na yako, na kama zako, na sialika kushika kazi kwa Bwana. Leo uwepo wako Bwana, ushirike kazi yako Bwana. Leo siweza kinyume, kama kuhilo kuhisa, na mambo yote ya mtani, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Yote ambayo sio kimo lako mahali hapa, tunaiabakia katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Yote ya kutaka kuleta manifestation, ya kutaka kuleta mzee, ya kutaka kuleta kitu haitakaa katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Bwana. His Herrn. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Bwana. Herrn helfen tus Menü. Halo. Mwisho kula. Wangapi wamehisi utukufu wa Bwana sasa hivi? Wangapi ambao wamesikia utukufu wa Bwana ndani ya hii? Wache mikono juu. Amen. Naona wameongezeka sana. Jambo tunaongelea, nafikiri kila mmoja wetu hapa anajua teme yetu tunaoiongelea. Ja, tror enhver er også klar over hvilken timer vi har.
mubaya tunaongeaka ni kuja nyuma. Mais si ça me vient que go c'est non même conversation. Sababu hapa alikuwa mafundisho mazuri. Kulitiva vile kuona vitu ngialipo Na ninaamini kama ulikuwa pamoja na sisi na unaikala. Ya toa vitu ba kama ya msikura. Umepata chochote. Amuta ile. Sababu kuna tofauti ya mafundisho na mahubiri. Utakosa liko ona vitu ukukeni. Ndio mtumishi hapa yuko nazungumza anasema ukanisa dimanche tunaenda kufuata mahubiri. Ya saa 2. Daarvoor was Müller steeds staan die Sunday godsdienst daar go vitu ukukeni. Hii ni louange, praise and worship ya kila mtu tujisikie mbele ya Bwana. Kun tu timer hvor der tilvise og lovprisning hvor alle sammen skal føle sig nær Gud. Alafu wahamakie na dhambi ndani ya kanisa. Og så skal man også forkynde om synd. Sababu ujue dhambi ni nini. Så du klar over hvad synd er. Lazima ufunze. Du skal undervise. Lazima ufunze. Du skal undervise dem. Warumi sura 10 mstari wa 17. Roma brev kapitel vers 17. Biblia yangu inasema hivi hapo. Bibelen siger, imani inakuja kwa kusikia. At troen kommer af det der høres. Amen eh? Imani kisha fika umesikia. For når troen kommer fra det du har hørt, unaamini kwamba uliolisikia utalitumikia. Så tror du på det du har hørt, du vil handle på det. Kama haujasikia, men før du har hørt noget, ni vigumu uelewe. Så er det svært at forstå det. Sijue kama unaelewa maneno mbili. Jeg ved ikke om fylder med. Pamekuwa kusikia na pamekuwa kuelewa. For der er at lytte, og der er forstå. Wengi wanasikia lakini hawaelewi. For mange hører eller lytter, men de forstår ikke. Ufunuo sura ya kwanza. For i Åbenbaringens første kapitel. Hapa Yohana anaonesha sura ya kanisa. Her viser Johannes tegne billeder på menigheden. Sura ya pili, sura ya tatu. Første kapitel, anden kapitel. Sura ya 4. Og fjerde. Hapa Yohana anakwenda kuonesha waziwazi alikuwa anaongelea wanani. Så viser han klar og tydeligt, hvem er det han snakker om. Mafundisho yetu tunazungumza juu ya chapa cha mnyama. Vi snakker om tegn af uhyre. Na la Bwana libarikiwe. Amen. Er der nogen, der har brug for dans mere? Kama hakuna mwenye kuna lazima akidanua interpret wetu aikana asikilize mfundisho mzuri. Okay. Så fortsæt. Jeg tror også at de unge også bruger for mere penge. Amen. Ndio wadogo ndio. Sababu lazima waelewe nao. Amen. Alafu Yohannes alipofunuliwa hizi habari, efter han har åbenbaret disse, kuliandikwa barua 7. så blev der skrevet 3 brev. Na hizi barua 7 zilienda kwa makanisa 7. Og de 7 brev gik hen til 7 menigheder. Hizi makanisa 7 og de 7 menigheder, vile naziita kanisa za Asia. Nu kalder de Asian kirken menigheder eller kirken. Amen. Hizo kanisa wanaita kanisa la Pergamo. De kalder de Pergamo menighed. Barua ya kwanza ilienda hapo. Første biblen eller brev gik derover. Barua ya pili ilienda kwa kanisa la Thyatira. De andre gik til Thyatiras menighed. Kanisa la tatu, Det tredje brev, kanisa la Sardis. til Sardis. Kanisa la 4, Fjerde brev, kanisa la Smyrna. var til Sibirna. Kanisa la 5, Og den 5. kanisa la Philadelphia. var Philadelphia. Kanisa la 6, Og det 6. kanisa la Efesia. det var Efesus. Kanisa la 7, Og 7. kanisa la Laodicea. det var Laodikeerne. Mupepee Yesu. Mupepee Yesu. Bwana kusaidia usionekane katika hii makanisa sana. Og Gud hjælp dig, at du ikke findes i de her menigheder. Kwa nini inaanzia kwa Mwanzo sura ya kwanza? Hvorfor starter det i Mwanzo? Første Mosebog. Kwa Mwanzo ya Ufunuo ndio tuko hapo. Ja. Ja, hvorfor starter det i Åbenbaringens kapitel 1? Amen. Roma ambao wanaita Roma. I Roma. Unajua wakati sahi ndio tuko tunaongea kuhusu freeze, yani
uhuru, mbele uhuru haukukuwa. Og det er nu, hvor vi kan snakke om frihed, for før i tiden. Walifanya historia masomo wanajua habari za Emperor. Habari ya barua. Amen. Maempire zilikuwa na pua mkubwa dunia mzima. For der var imperium, som var virkelig stort og magtfuldt. Mfalme ambaye amejiweka msura ya mwokozi wa kanisa. For en konge som tog på sig katika Roma walimuita Nero. For i Roma de kalder ham Nero. Wanatusaidie sana. Gud hjælp os. Alafu Nero, konge Nero, alijifanya kuwa mwokozi wa kanisa zote za Asia. Han så sig selv som frelsende alle mulige. Muasia yeyote mwenye angelikiri jina la Yesu Kristo, hele Asien hver som påkalder Yesu Kristus, mwenye angelikiri jina la Mungu wa Bwana wa majeshi ambaye ni Mungu muumba mbingu na dunia, hver som påkalder Herren som ham der skabte denne verden, atendewe mabaya na afe. Alafu Mungu akuabudiwa. Men den Gud som tilbydes. Ningekuwa na muda ningekupa kifo cha huyu Nero. Hvis der var tid, så ville jeg fortælle beretningen om Nero. Mungu akuabudiwa katika Asia kote. Og den som skulle tilbydes i hele Asia, alikuwa Nero. Det var Nero. Nani kilitokea? Hvad skete der? Jina la Bwana, Herrens navn, bali li blasfeme. Blasfemerer. Mungu asisemewe Mungu muumba mbingu na dunia. At Gud som har skabt verden, jeg kunne ikke tælles om. Lakini mwokozi ni mfalme. Men ham frelsen bliver kongen. Jiwaze leo kama Magritte anafunga milango. Bare tænk over, hvis dronning Margrethe na natuambia sisi wote wa kuabudiwa ni yeye mwenyewe. Og så begynder at sige, at det kun hende, vi skal tilbyde fra nu af. Na kama haukwenda kumagoti mbele yake hautapata content tena. Og hvis du ikke går ned i knæ foran hende, så får du ikke. Turudie mafundisho ya mchungaji hapo. Jeg skal tilbage til undervisningen. Uniambie kama ulisema damu yako itakuokoa kwa siku ya mwisho. At dit blod vi frelser dig til sidste. Tukue sincere. Matoleo hautapata content tena. Vi skal virkelig være ærlige, når du går ind på en tandhjælp. Umeoa uko nouveau marié, uko na mtoto. Du er nu gift, du har et barn, 2 børn nu. Papa Kicha, uko na watoto sijui kama 10 au 7 au 11. Der du har børnene derovre. Familia Afrika zinasumbuka. Familia Afrika de lider. Kila mwezi ishaisha, hiyo karibu leo le 20 bana penge, bana jua, bashajua kama unazipataka. Og de klarer at du får børnepenge den 20. også i Afrika. Hapo wanakuambia kama hauende chini ya miguu ya Magritte, hautapata bana penge, bana sheki. Og bliver beordret, hvis du ikke knærer ned foran dronning Margrethe, så får du ikke børnepenge. Wangapi ni wasikiaji na wafuataji hapa ndani? Hvor mange lytter, og hvor mange forstår? Wangapi ni wasikiaji na wafuataji humu ndani? Hvor mange lytter? Kama wangali watia mkono, msiogope. Kama wangali mtia mkono yule. Hvis jeg er her, stadigvæk lytter og forstår. Mtu kusikia na afanye, ndio sababu nilisema kuna kusikia na kuna kuelewa. Mchungaji alisema kuna watu wanasikia mafundisho kanisani na ikiisha wanayaacha. For vi bliver forkendt, at der er nogen, der kommer i gudstjeneste og forstår forkyndelse. Hapo ndio kwenye niko. Hapo ndio kwenye niko. For det der, hvor jeg ligger. Hapo kuna wengine wanapata mafundisho na ipokea. For der er nogen også, som tager imod undervisning. Wanakwenda wanaitumikia. Og så går han og handler på. Hapo tuko Mateo 28 na 19 21. For der i Matteus kapitel 28. Kwenye Yesu anasema enendeni. Og Jesus siger, gå i verden. Mkawafundishe niliyowafunza. Og undervise de andre, som jeg har. Mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Og støb dem i Jesu Kristus. Hapo kungali wasikiaji wafuataji humu ndani. Watie mkono yule. Er der stadigvæk nogen, der lytter og forstår her? Kama wangali watie tu mkono yule. Hvis der stadigvæk nogen, der lytter og forstår. Damu ya Yesu bado ingali. Msiogope. Og Gud. Leo ndio siku yako. Neema yako ni leo la Bwana. Og det er noget af det i dag. Alo. Nataka nikuulize hivi. Jeg har et spørgsmål til dig. Kama utakuwa sincere.
ska være ærlige. Sababu tuangalie unyakuo wa kanisa utafanana namna gani. Vi skal se hvordan myndet bliver taget op, hvordan kommer det til. Kabla tuone huyu mnyama atatumika aina gani. Før vi kommer til at se hvordan uhyre. Tuangalie mu maisha yetu ya kila leo hapa kwenye tuko Denmark. Mkanchi ketu kadogo 5,4 milioni Vi skal se vores alverdens liv i det her land vi bor i, som er der kun 4,5 millioner mennesker. Eller 5,4. Hapo hiyo content helpa ukuipata. Der vi på kontanthjælp. Mwezi napita ulala njala premier jour, deuxième jour, troisième jour, une semaine. Først en hel uge, du har ikke fået nogle penge, når du spiser. Na matoleo mzee ameshaenda Afrika, haiko tena, haiko kimbilia. Og matoleo for en anden rejse væk hjemme. Heureusement mzee tunajua historia yake. Amen eh? Alafu wewe peke na bibi yako na watoto. Så du er alene på egen hånd. Mniambie wale wenye wanaweza kushimama waseme kama wewe ndio unabakia Mungu nikufe na njala. Washimame tu. Hvor mange af jer kan stå på deres egen ben og sige, Gud, hvis du er alene, så accepterer død. Washimame juu. Kanisa lote. Kila mmoja atasimama aseme, tusikwe hipokriti. Vi skal ikke være hypokriti. Itoke ndani ya moyo wako. Kwa kweli itoke ndani ya moyo wako. Vi skal være ærlig med dig selv. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, une semaine. Mkumbuke kwamba mwanaume kulingana na maisha ya kila leo iko na 3 jours sababu ya nguvu. 3 jours. Za manger ni boire. En mand kan leve med fuld kraft i 3 dage uden at spise. 4e jour ni kufa. 4 dage så er det død. Mwanamke ni siku 7. En kvinde de 7 dage. Tunaelewana? Er vi enige? Sasa wale ambao wanaweza resiste washimame. Hvor mange kan så møde? Wale ndio kwetu. Washimame tu. Tufanye demonstration kidogo. Kama réellement unaweza resiste, hautamwabudu droning magrid. Lakini utasimama kama Danieli alisimama. Kama ni wewe njoo na bakia tu Mungu humu ndani inakuwa ni kufa, ndaitika nikufe sababu ya Yesu Kristo. Hvis der kommer det tidspunkt, hvor det kun Gud eller død mellem jer, hvor mange af jer, der kunne Simama mahali ambapo. Simama mahali ambapo. Mahali ambapo. Simama kwenye huko. Rejse hvor du er henne. Merci sana. Hao wenyewe wanasimama mukae. Wale ambao wanaikaa mshimame kidogo. Mshimame. Dem der var blevet siddende, de skal stå op. Mshimame. Mshimame tu wale ambao walikala washimame. De skal stå op. Hapo okay. Tukamate vitu vyetu tupate mafundisho kwanza. Itakuwa tupate mafundisho. Alafu jambo ambalo liko hapa ni hili. De ting som er her. Kwa nini nasema kuna wasikiaji lakini hawafuataji? Hvorfor udtaler jeg mig, at der er nogen, der lytter, men ikke forstår? Kwa maana mkiangalia katika makanisa, For hvis I kigger forskellige kirker, wakati tunaongea juu ya mnyama, juu ya marke ya mnyama, for når vi snakker om mærke af ruhyre, watu wengi wanaisikia merkli. og nu hører de mærkeligt i deres ører. Wanaisikia merkli. Det lyder som Wanasikia mærkeligt i vibaya. deres ører. Na wanajihisi hapana, hii haiko ya kushiriki. Og så siger de dem, så det her det er ikke noget, man skal omgås. Mchungaji aliuliza swali 5 zilipatikana. Hapo watu walipata hofu. Der var 5 spørgsmål, eller 5 besvarelser, hvorfor vi blev bange. Si ndio? Lakini jambo iko hapa ni hili. Sagen er, Mara ngapi sisi kama vile tunaenda kanisani? hvor ofte vi som går til gudstjenester, Tunatii maneno tunayosikia katika neno la Mungu. Kanisani tunapoenda. de ord, som vi lytter til gudstjenester. Alafu nitakia na munzani. Så kommer jeg med Takia na munzani wa Kristo wapendwa. Kabla tusungumzie mnyama, jeg kommer med en balancevægt, før vi snakker om uhyre. nitaanzia kumadhabahu hapa ninashuka. Jeg vil starte herfra, så gå ned. Ninaita daktari mmoja mule mu sijue sehemu gani anakuwa hapa. Og så tilkalder en læge fra et eller andet sygehus. Ninashuka na ikala nasimama hapa hivi. Så står jeg med lægen Pamoja der. na daktari. Biblia inatuambia siku ya mwisho simama mbele ya kiti cha enzi. Bibelen siger, at de sidste tid, så kommer vi til at stå foran trone. Paulo anasema barua yake kwamba sisi tutahukumu kanisa ambao tuko ndani ya kanisa. Paulus han siger, vi kommer til at fordømme kirken, vi som er i kirken. Amen. Paulo anasema vile. Det siger Paulus. Sababu tutahukumu kwa nini? Kwa maana kweli yote iko katika maandiko matakatifu. Vi kommer til at dømme kirken, fordi hele sandheden findes i Guds ord. Kwa maana tukisikia mnyama Og hvis vi lytter til
tunasikia automatiquement zambi. Tunaelewa automatiquement shetani. Yohana sura 10 mstari wa 10. Kazi ya shetani ni kuvunja imani. Ni kuharibu. Na kudekuraje completely. Hapo tunasimama hapa na ule daktari. Ninaanzia hapa kipimo kia damu ADN. Tutapima dimanche passé tulihubiri juu ya zambi. Sex before marriage. Yani mtu kufanya ngono kabla ya ndoa. Tulizungumza ile kwa muda uliopita. Na tulipata mafundisho pia ya ndoa. Tulikuwa balimu kama wangapi tulikaa pamoja. Na nyinyi wote mlikuwa fresh. Von uns sind das nagen wir samla ile sex perfect. Lakini tunaenda kuwasikilizaji wafuataji. Tunasimama hapa. Na nuko vitidam da lura au forstå. Och vi har kabla tufanye hii test. För vi hade väg. Yesu akikuja sasa hivi. Hvis Jesus kama nu, wangapi wako tayari kwenda mbinguni? Hvor mange nu bliver sklart katika hiyo. Weko tayari kabisa kwenda mbinguni. Hvor mange si nu sina la wana. Wewe mwenyewe hauko tayari, usiogope. Potasa maeke klar. Na hatutafanya tena test twende mafundisho tena kana. Sababu ninaona inatakiwa twende mafundisho. Tukifanya test itakuwa ni boga. Vi skal ikke lade mere den der test, den der frygtelige. Kanisa za Asia Asian menigheder ambazo zimekomporte mbele ya Mungu, som opfører sig dårligt foran Gud, waliishi kama vile kizazi mnachokiona leo. De lever som de generationer vi ser nu i dag. Walikwenda kikultua katika maneno ya Mungu kanisani. De tog kultur med ind i Guds ord. Sababu walijua ni viumbe vya Mungu. For de var klar over at de var Guds skabeværk. Mateo sura 7 mstari wa 21. Yohana 7:21. Sio wote waniambiao baba baba watakaofika katika ufalme wa Mateo 7:21. Dik alle der kalder mig her der kommer. Lakini wafanyayo nini? Men de kun dem som gør min Guds vilje. Wengi walikuwa wanaenda kanisani. Mange gik til kirke. Kila dimanche 2h30 ibada inaisha, louange na adoration ya nguvu sana. Hver søndag efter 2,5 timer hvor der er lovprisning på høj kraft. Kwa wakati ule tulipokea neno kutoka kwetu Afrika. For this is when that aka hewa ka louange na adoration tunakuwa kanako. Det her lovprisning wapendwa tumeitosha ndani ya wazungu. Tumeitosha ndani ya wazungu. Hii nchi tukwamo Denmark. Skandinavia ambao tukwamo yote, Norvege na Sweden. Walikuwa ndani ya Kongo, walikuwa Afrika mzima. Wametuletea religion, dini, wametuambia Biblia haibadilishwe. Wakatuletea signification ya mnyama. Wakatuwekea masomo ya theology. Wanasema kuna mnyama na kuna shetani ambao wanaita the beast and the dragon. Beast ndio tunaita mnyama. Beast ndio tunaita mnyama. Amen eh? Alafu dragon banamuita shetani. Huyu baba aliitwa Nero. Walimuita beast katika ufalme wa empire ya Rome kwa muda ule. Kwa maana alileta ukufuru, alileta kufra mu mafundisho ya kiroho katika empire Rome ndani ya Asia kote. For the empire blasphemy over hele Asien på det tidspunkt Roma. Tunaelewana wapendo? Tunaelewana? Jambo hilo hapo ni hili. Wewe na wewe mwenyewe unaenda kanisani ambao haujifananisha na hao watu. Tukisema juu ya Naro, tunaangalia matendo ya Naro, tunaangalia hali ya Naro. Tukiona mnyama tunaona shetani.
Og når vi siger uhyre, så siger vi djævlen. Waandishi wa teolojia Og dem, som har læst teologi, wakamuita huyu Nero kama vile beast. de kalder Nero til uhyre. Mu Roma kote mzima kwa leo. I hele Romeriet. Hata puissance mondiale Amerika Selve højremagt iko afhængi na empire romain. det er afhængige af Romeriet. Iko afhængi nayo. Det er afhængige af Romeriet. Reunion ya kwanza ya kuleta chip dunia mzima Det første møde om at få den der type, inapita chini ya maji wapendwa. det skete under vand. Bwana tusaidie sana. Inapita chini ya maji. Skete under vand. Kwa nini ameitwa mnyama? Hvorfor kalder han for Maana uhyre? Biblia inasema mnyama utatoka ndani ya maji ukiwa na mapembe 7. For Bibelen siger, uhyre vil komme ud af vandet med 7 horn. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Og Gud hjælper os. Mnajua sinya ya shetani? Der står i Kwa wanaita Bibelen, dragon. Unajua sinya yake ni hii. Sinya yake det ni er hii. hans tegn, det der. Pole kwa wenyewe wanafanyaka hivi. Pole sana. Sønnen, det Naomba er dem, der pole. laver sådan noget her. Nawapa pole sana. Mnajua premier signe ya dragon ni ile yenyewe babiana siwezi kupenda nifanye ile. Babiana wenyewe wanaweza fanya hivi. Unaona? Huko wengine wanatumikishaka vile vidole wakawa wanashtakia Moize mbie kama kuna wenyewe walipata maklipe zake. Unaelewa? Sipendi nilifanye hapa. Hapo unapoteza mwenyewe kwa tafsiri. Bora vile. Asante sana. Waambie sema basi hiyo masini yako wanaonesha. Og det er tegn på, hvad er det? Djævlen. Hii ni ya dragon, ya shetani. Det her, det var uhyre djævlen. Ile ni mnyama. Og det her, det er uhyre. Alafu kwenye utakutana wanatia foto ya mapembe 7. Wanamaanisha ule mnyama atatoka ndani ya maji. Og i stedet for du mener, du siger, der er et billeder, hvor der er 7 år. Biblia inasema Ufunuo 13 ya Biblia inasema Ufunuo 13 ya kwamba ule mnyama ataangusha kanisa la Kristo. Og Bibelen siger jo i åbenbaringen, så det tror, de siger, at det uhyre vil nedbryde religionen Jesus Kristus. Mission yake ya kwanza. Hans første mission. Development ya Europe 2035. Udvikling for europæisk udvikling 2035. Hautaingia msoko kama hauna chapa hapa. At du ikke kunne gå ind i et supermarked, hvis du ikke et mærke på anden. Na kwa sasa wangali wanauliza kama unaweza ukakamata Australia, Amerika na Europe mzima. Wangali wanauliza kama unaweza ukakamata. Nu om dagen, så er de forslag, de kan vælge at tage det eller ej, i Australien og USA. Vision yabo ya mbele kidogo usoni. Men deres forudsede visioner. Bahati nzuri na waeleza kitu ninachofahamu kwake. Og det er godt, jeg fortæller jer det, som jeg kender til. Sababu mimi ni administration publique. Og jeg er offentlig administration. Amen, eh? Vision ya mbele kule. Hautaenda sokoni, hata banki hautafungua na karte. Selv din bankkonto får du ikke et kort mere til det. Hautapata chakula kama hauna chip au kashe. Hvis du har ikke et tegn, eller hvis nikianza kudekrire ule mnyama 666. Hvis jeg begynder med at afklare den der uhyre kabla ya Yesu Kristo. Før Yesu Kristus. Kuna kitu walikuwa wanatumia yenyewe wanaita numero. Så er der noget der brugt der tælle. Yaani hii majina wao unaandika jina yako kwa leo haiko ndio vile zilikuwa zinaandikiwa. For dit navn som du skriver det alfabetisk direkt på den måde. Kama ulikuwa set hvis det var 7 na jina lako Victoire wanakuita Victoire. Og så var du blev kaldt Victor. Mtu akiona set anajua jina Victoire. Hvis der er nogen der står kaldt 7 så gentegner det som Victor. Lakini set pia ni inspiration divine. Ile set pia ni signe ya Victoire yenye iko vrai biblique. Men 7 er også et tegn på sejr, som står i Bibelen. Lakini pia iko mwantikrist. Men også ind i antikristus. Yes. Amen. Tunafuatana vizuri. Yaani kwa muda ule hautaingia msoko kama hauna ile chapa. Til den tid så vil du ikke handle, hvis du har dit mærke. Sasa nikwambie sasa tuko hapa Denmark kwa leo. Og nu befinder vi os i Danmark. Vision wako wanatrace muhii bao kama vile wanadamu wanachunguza ku 2035. Deres 2035 plan
la vision. Wanasipose kwamba mtu hataweza kwenda msoko na karte, itakuwa ni kuambruye watu na makarte. De foreslår, at folk kan ikke gå handle med kort, dankort, fordi det er forstyrrelse. Wanataka waeffektivize systeme yote, waitie pamoja, pesa zisiende mingi, lakini watu wakuwe flexible kwa kuhemea vile wapendavyo. De vil gerne effektivere tingssystem, så at folk kan ikke bruge så lang tid i køen, så at alle skal bare køre på tiden. Usiingie hiyo banita selbestemmelse hapa, yani hii banita demokrasi kwa total Denmark. Altså total demokrati i Danmark. Usiingie mtu asimame kumeza anze kuambia lipa sasa. Ujisikie wewe mwenyewe unapaswa lipa. Altså der skal ikke være nogen på kassebånd og sige du skal betale, du skal bare fylde det, du skal bare betale. Pesa yako unatumika nenda kubanke, mtu asikupa usiende kunani kukontwa. Wanze kuambia mtu nipe pesa yako wewe alitumikia free liberté totale. Bwana tusaidie sana. Si 666. Alafu Biblia inasema ya kwamba Ufunuo 13 inadetaye hii, inasema ya kwamba huyu antikrist atakuya katika development ya ulimwengu mzima. Na kwenye anagusa kwa kwanza ni kusystem. En fait, un bureau arrive à système. Tujiulize sasa, wewe mwenyewe uko Afrika unasema Afrika hayakuwa developed. Ukifuata hizi habari ziko zinasemeka. Nani mwenyewe mzuri kwa sasa kama vile wewe Mkristo, kama vile wewe mwenyewe uko hapa? Ni mwenyewe kwa Afrika au mwenyewe kwa hapa? Kulingana na hiyo yote kwa tunaongea. Sasa mtesti, wewe du help there, edi Europa ile Afrika. Na tukisema kesho tunakudeporte, tunakudisha Afrika, utaitika? Amen. Ona kusikia na kutenda pale ndio kwenye tuko. Kusikia na kutenda pale ndio kwenye tuko. Normalement kuko situation ya maisha ya kawaida yenyewe hatuwezi kulinganisha. Me ambao ya muhimu yenyewe Biblia iko natuambia hapa ni mtu kuwa na zamu yake yeye mwenyewe. System is to administer, lakini si to administer system. Paulo anasema kila kitu kinaruhusiwa, lakini kila kitu kwa Mkristo hakifai kwa safari ya kwenda mbinguni. So Paulo anasema men ikke alt gavner på den rejse til himlen. Amen. Tunaelewana wapendwa? Sasa tuingie ndani ya maisha yetu ya kawaida. Ndani ya maisha yetu ya kawaida. Om vores verdensliv. Mara ngapi wewe hapa kwenye unatulia saa hii? Ofte gange du som sidder der nu. Hapa kwenye unatulia saa hii mkanisa. Nu hvor du sidder der nu. Unajizuiza mara ngapi kuhusu haya? Hvor ofte har du spærret dig eller forhindret det at unajizuiza mara ngapi kuhusu haya yote? Hvor mange gange har du sagt nej? Parapanda inalia leo, utaenda wapi mpendwa? Utaenda kwa kweli. Hvis trompeten lyder i dag, hvor vil du tage hen? Utaenda. Vil du tage med Jesus? Ufunuo sura 20 sasa. Yesu anajionesha yeye mzima. Yesu subimbaza. Nani ya ufunuo katika kinywa cha nani? Cha Yohana. Ini Yohanes. Ya kwamba ni yeye njoo atakuya kuokoa kanisa. Haiko tena habari ya mnyama hapa, hapana. Inakuwa ni yeye anajionesha kwa kanisa. Amen. Kama Yesu self. Alafu hapa Yesu iko na kondane dhambi. En fordømmer synden. Anakwambia mtu asikueleze msalabani liishi. Der er ingen der skal sige der de er færdige på korset. Alituacha watakatifu msalabani. Efterlader os hellige efter korset. Alituacha msalabani bila dhambi Yesu. Efterlader os hellige efter korset. Wewe na mimi tulitakaswa kwa damu ya Yesu. Tayo maji gjorde ren i Yesu. Kifo chake kilituacha huru wapendwa. Hans død blev sat os fri.
hatuko tena chini ya sheria. Tumekuwa huru katika Yesu Kristo. Lakini anasema hivi, usipochunga utakaso katika yeye. Waebrania sura 4. Waebrania sura 11. Tusipochunga utakaso katika yeye. Anasema ya kwamba zilisha msalabani, lakini dhambi zile zitatupeleka kuzimu. Sababu kama tusipotakaswa na damu yake mwenyewe aliyekufa sababu yetu, tutajiosha sisi wenyewe na damu yetu. Tulikuwa na maswali hapa matano. Mchungaji anauliza hivi, hao wenyewe watakia kubaki? Watakia okolewa namna gani? Mnyama kisha kutawala vile. Hapa kisha kanisa kunyakuliwa. Wengine wakasema hivi, eti mtu asiabudu ile sanamu itakuja. Wengine wakasema hivi, eti mtu asisujudu mtu mwingine ambaye ataitwa kwa jina la Mungu. Wengine wakasema hivi, tusikamate ile sinya ya mnyama. Lakini sasa nakuuliza, Yesu amemwanga damu juu yako. Amemwanga damu msalabani sababu yako. Amekuacha huru mpendwa. Amekuacha huru mpendwa wangu. Lakini sasa hivi mimi natenda ndani ya dhambi. Hakika mateso yatakayokuja wakati ule miaka 7 ya Armagedonia. Miaka 7 ile ambayo Yesu atakuja kutingiza ulimwengu. Hakika utaweza kwa kweli kujisove katika ile vita. Utaweza kujisove. Utakubali Biblia kuna batakuwa wanaingia ndani ya manyumba kama vile wakati wa Nero. Kama unakuwa na Biblia chako unakiweka kama mgari uko unatembeza batakuinda mwile gari yako na ile Biblia mkubwa. Batajua unatembeza kote ni wapi. Tunaelewana? Kama unafanya kasumba kama mbi kale kitu kunyumba, watakia tunakatia kwanza Mungu. Hii mikutano tuko tunawaita hapo. Tunawabembeleza muje kumkutano. Tunawalipa mpaka na pesa ya kuja kumkutano bwana tusaidia. Tuhurumia tutusaidie hata tu. Sababu ni mambo ya huzuni sana kanisa la Bwana. Mchungaji sina transport ya kwenda kanisani. Tena mimi ndio ninatosha transport ya mwamini kuja kusikia neno yenyewe nitatosha jasho hivi kumhubiri. Nimulipie na transport lakini taili. Also die Meiler ist Gutschein der Biteller für Transport in Melem at kommt da hört Guss vor. Na weka kazi yako ni gani? Mwamini kazi yako ni gani? Biblia inatuambia tutapimwa. Kuna kile ambacho Bwana ameweka ndani yako. Lakini sababu ukigawanya na watu wengine mpendwa, kama ulipata kazi ka sociale na samedi ndio siku wanaipaka ya mingi hautafika. Kwanza mkiangalia wengi nikiomba maagenda zenu, agenda za kazi hapa. Bengi wenu apare leo wenyewe viko hapa labda huenda walikuwa free haikuwa siweko free sababu walipenda wakuwe free baada kumkutano. Haikuwa sasa walipenda wakuwe free wakuwe kumkutano. Sababu ilifika tu walikuwa free bana kuchi. Mkutano unapangwa panda 3 mois. Tuna tunawaita. Tunawaita. Kama tunawaita. Sisi wapi tunawaita Olvo? Paka na vita nyingi mnazipiga wachungaji. Ambao wanawashughulikia kiroho na kimwili. Tulipata mhubiri mmoja toka Norway. Alifika hapa alihubiri kwa madhabahu.
And forkynd på det her tale. Alituita, alipata ujumbe wa Denmark akasema Denmark ni wa Yuda. Han sagde til os, han fik det åbenbart. So mimi ninasema alisema eti wengi Denmark ni wa Yuda. Papa Serato, ulikumbuka ile ujumbe? Ulikuwa ule mama unatokea Norvege. Han sagde at danskere, mange dem er til judæer. Unajua kazi ya Yuda? Unajua kazi ya Yuda? Ni msikilizaji wa vita. Han lytter til grin. Mnajua mkusikiliza muna namuna tatu. De har lyttet ting, der er 3 forskellige måder at lytte. Iko muvi social na iko pia maisha ya kiroho. Det her det er i åndeligt, og det er i vores hverdagsliv. Kuna mtu anasimama hapo kunasikiliza. Og der er nogen her, der lytter godt efter. Lakini ndani yake kama kapinga haipata mchungaji kama kapinga kale kanasemaka huko mwingine anasema ule mchungaji akisema mimi nataka mimi nabarikiwa Mungu msikilizaji mzuri haleluya jina la Bwana libarikiwe tupige makofi kwa utukufu wa Bwana amen msikilizaji wa kwanza anakuja kanisani bahati tu mbaya mtoke neno la utoaji mkanisa Bitipe la kama no magi. Ase ule Serafen rasha kwa kafaranga. Sasa ya Serafen hamba. Ase ule mchungaji rasha kwa mtoaji. Mtoajishaji. Nikagoli collect. Nani wajua Kiswahili kunizidi? Mtoajaji. Basi tu conference na kutono hivi tu mnaikalia hapa. Ni pesa ziliuzi. Ni pesa. Mnajua nyinyi wenyewe maisha ya huku Bulaya hivyo wenyewe kila mmoja kwa ndani ya nyumba. Ngapi unalipa ndani ya nyumba yako? Huko modeni kanaweza kufungulia hapa bure unaingia hapa. Ataki kufungua bure hapa. Wewe unaona hebu chafu watoto wako wanachezea ima maselao sitatoka. Naba hata ingio mkesho mko hivi. Ni makuta zitaenda. Basi mbaya tu kuambia usaidie kufanya hata msafi ndani ya nyumba. Kama conference itafika kesho na buchafu ingali hiyo mkesho hauta participate utaenda. Msikilizaji wa vita. Mtu kuna sikiliza mchungaji anahubiri kwa madhabahu. Lakini kazi yake tu anachambua ule baba anasemaka nini. Ule baba anafika tena kukia wapi. Ule angemaliza sasa mbio na kwenda kunyumba. Huko mkanisa uko na tabia yake 2 zikifika tunaenda. Kazi ya Roho Mtakatifu ishaishi. Ungali chini ya mnyama. Ungali chini ya mnyama. Haleluya. Sema ndani ya moyo wako, itoke ndani ya moyo wako, jiambie wewe mwenyewe ya kwamba toka leo ninakataa maisha ya upagani. Du skal se dig selv, du skal indrømme ind i dig selv og sige, fra i dag benægter jeg. Useme tu pamoja na mimi, toka leo ninakataa na yapinga maisha ya upagani. Du skal gentage efter mig og sige, fra i dag benægter jeg en hedensk liv. Moja mbili tatu. Toka leo, sig efter mig, fra i dag mukida na tuseme mkiswahili tukimaliza tutakia sema mukidano. Toka leo ninakataa maisha ya upagani. Ninaamua kumfuata Yesu na kumtumikia. Alafu wangapi wanampenda Yesu? Atie mkono Yesu. Wamanga Yesu. Asante. Tunapige makofi kwa Bwana. Kumbe mlikuwa nimehakikisha mko mnasikia mimi. Sorry, God. Mnajua wapendwa, mtu akimpenda Yesu, elsker Yesu. Ukimpenda Mungu, du elsker Gud, haumpendake yulu pekee hapa kwa watu wako wanaona. Du kan ikke kun elske de synlige. Timotheo wa pili anasema tufunike kichwa. Timotheo anasema vi skal dække vores hoved. Paulo anasema tufunge jue kravate mzuri wakati unaenda kumadhabahu. Paulo anasema vi skal virkelig håndklæde på nu. Ndio ishara ya Ukristo. Ndio ishara ya Ukristo. Haijamaanisha Ukristo. Kama mshirika wa kwanza ni Muislamu.
Unajua kwa kanza yake nafikaka ni hapo. Muslima da shula de no hila no. Lakini Wakristo wengine wengi wamezidia Waislamu kwa sasa. Mimi niko nasema wachungaji mko, mimi niko nasema hivi. Afadhali wa mama wavale makola zao. Wasichana wavale makola zao. Kama hawapendi kugeuka, badilika ndani ya kanisa. Kibaya kione watu wote. Sababu hii ndio ilikuwa maisha ya mnyama katika Asia. Watu walivala vile walitaka. Baba alienda kuoga na mkazana wake. Mama alioana na kaka yake. Kaka alioa dada yake. Amen. Sodomi. Pedophilie. Lesbianism. Lesbianism. Tukifanya kipimo, tuzije kufikia kipimo hapa. Tuko Wakristo, mko Wakristo ni hapo. Hapo kwa msichana huko mnacheka, saa vingine mmeguswa. Sababu vijana huko mnacheka. Mnajua niwaambie, tusipoishi maisha ya utakaso mbele ya Bwana, hakika tutaiona mbili. For this week liu at rein liu so kan vi. Hosea sura 4 mstari wa 6. Hosea 4 Biblia inakwambia hivi. Mon peuple périt par manque de connaissance. At min folke får tæppes for grund af mangel af connaissance. Kuna Wakristo wengi wanaenda katika mambo wasiojua maana yayo. Kuna mange kristne går ind i nogle ting som de ikke kender betydningen. Na usiwezi utapata neema sababu haukujua, hapana. Tror ikke at du vil få noget fordi du var ikke klar over det. Ninauliza hivi. Jeg spørger igen. Hii ni mti ya orange. Hii ni mti ya orange. Suppose ni mfano mti ya orange. Vi tager det som appelsinetræ. Inaleta matunda. Den bærer frugt. Nini ndio inaweza kuota kama litunda mti ya orange? Hvorfor en frugt skal komme ud på en appelsinetræ? Mimi ni Kaping, ole ni kiana wangu. Simama Samuel. Jeg er Kaping og det er min dreng dernede. Simama pale kwa huko. Wakipima damu yangu, niko siri, mtoto wangu ule niko siri. Wakipima damu yangu, itaonesha ADN ya kijana wangu. For hvis de måler de der test, DNA-test, så vil det... Tukienda mahali ya kiroho, hvis vi går ind i ånden... Mtoto wa nyoka ni nyoka. Slangens barn er slange. Usiweze eti sababu wewe umekomala, umejua kweli watoto wako ni wadogo, Mungu atawarehemu wakati wewe haukuokoka na jamaa lako lidogo. Du skal ikke tro på det, du frelsen eller du ikke frelser til det børn, Gud skal nok bestemme noget. Ile yenyewe unapeleka ndani yako. For det du giver, ile manyonyo unawapatia watoto wako, det du giver fra dig, ile hali unaonesha katika hali yako ya Ukristo, det måde du viser wapendwa, ile hali ndio watoto wako wanakomaa ndani, den samme måde dit børn ndio wanabatizwa ndani, og det samme bliver døbt, na ndio wanalewa ndani, og det samme måde bliver na ndio wanakufa ndani, og det samme måde dør de. Hakuna vya kusema Mungu atawarehemu, hawakujua walikuwa wadogo. Der er ikke noget, jeg siger, Gud skal nok blive barmhjertig mod dem, vi har ikke kendskab til det, nej. Wakati wa Noa, wakati wa Noa, Mungu ameharibu ulimwengu wote mzima. Gud ødelagt hele verden. Alimsamehe nani sababu ya nani? Hvem tilgiver på grund af hvem? Alimsamehe nani sababu ya nani? Han tilgiver ikke nogen på grund af hvem? På grund af min navn. Kwa Kristo tupate maneno ya Mungu. Tupate maneno ya Mungu. Ninapofika kwa haya maneno tuko tunaongelea. Kadiria maisha ya Kristo. Wengi wanaikala hapa ni waangaliaji. Lakini ukiwaona kesho, sisi msikuwe mnatualika hata tena mundoa zenu, msikuwe mnatualika. Msikuwe mnatualika hata tena. Nyinyi mnasikia neno la pata hili mkanisa hapa. Hivi wale walogaka nyinyi watoto wa nyama nini? Neno mchungaji anahubiri kama hili. Neno apalala anahubiri kama hili. Na ninyi mnalihubiri wenyewe. Lakini Mkristo pete yake kiriwanzenze banduku ya.
ishara ya mnyama, ishara ya mnyama, ishara ya mnyama. Bwana tusamehe sana. Msitualike wapendwa. Msitualike. Mimi mtu akifanya ndoa atatia muziki ya kidunia, atatia muziki ya tradition. Mtu samehe. Tumelichoka. Msitualike wachungaji, mko mnatutukanisha jina ya Yesu. Msikwe barikiwa mkanisa. Mwende wabarikiwe kwenye wanaamini vile. Barikiwe kule. Ile ndio maisha ya mnyama, shetani, dragon. Mkristo anaenda kamatisha mapo Facebook ile tu kwako. Ile mashini. Så är det bara time på Facebook i fylla. Mukristo. En chrétien. Tunachoka. Tutachoka. Mtatuma tunashinda na safari kama Musa. Tunahitaji kwenda mbinguni. Tunahitaji kufika mbinguni wapendwa. Mkristo mzima hapa katikati yenu amekomana katika maneno ya Mungu. Iko na bibi, iko na watoto. Na watoto wengine iko na wapeleka pembeni. Kahaba. Mtumishi kahaba. En utroskab mand. Unajua kuna watumishi wa aina mbili. Katika huduma kuna huduma mbili. Kuna kuitwa na Mungu, kuna kuitwa na mtu, na kuna kuitwa na watu na kanisa. Hapo ni tatu mimi nazungumza. Kuitwa na Mungu, kuitwa na watu, kuitwa na kanisa. Wakristo wengi wanakuja mkanisa sababu ya wenzao. Wasione kama yeye hamjue Mungu. Basi sikia kama yeye haisema Mathayo 24. Mnafikiri maneno tunasoma ndani ya Biblia ile ndio inawafanya nyinyi. Maisha tunaishi pamoja nile neno tunahubiri ndio yenyewe natuma mnatushiriki. Mimi nimesema mchungaji. Kuishi kwangu ni Kristo na kufa kwangu ni Kristo. Kama nitakufa, kama nitaishi sababu ya Kristo, nitakufa sababu ya Kristo na nitakufa kwa kweli. Nitakufa sababu ya kweli. Mpagani hajafungua mpango wangu kama mchana kangu kana. Siko na kia kuma alize shima mzalime kanisa. Kuja fungua mlango yangu unakunywa pombe. Unaingia mkanisa, fungua na mlango yangu. Så prøv op min dør, og du drikker. Utaona kama mie niko pastor lakini kwangu niko responsable. Jeg er en præst, men hjemme hos mig så er jeg kwangu niko responsable. Jeg er ansvarlig. Takufungia mlango. Så lukker jeg døren på dig. Niko na toute autorité kwa tupea. For jeg har autoritet over min dør. Amen, eh? Tunaelewana? Forstår vi hinanden? Unajua mchungaji, siku moja mtoto wako aliendaka kuoa. Wewe wananiuliza habari zako sana. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji anazingira maneno ya watoto. Nani alikwambia hivi? Atanunda protect my ndoa inaanzia ndani ya familia. Haleluya! Ndoa inaanzia ndani ya familia. Amen. Haleluya! Lazima mzazi ajue mtoto anaoa namna gani. Lazima anaolewa namna gani. Lazima. Na ndio kwa maana wavijana wanaingia makosa kwa sasa hivi. Unajua divorce hapa Denmark iko ku 95%. 95% divorce, to ya divorce. 95% ægteskabet skilles i Danmark. Ni kusema kila mariage 7 ku 10 zinaachana. Hvis i hver 7. ægteskab skilles. Kila mariage 7 ku 10 zinaachana Denmark. Hver 7. ægteskab. Mnasikia ni esheke gani ile? Forstår det? Sema technicien ba administration wanakuambia valeur ya inchi ni couple zenye kuoana ndani ya municipality. Valeur ya inchi ni vi som arbejder i samfund ser det landets
Værdi, det var det. Ægteskab som arbejder sammen. Yes, asante kwa neno hili. Unasikia? Nasema hata kuwa unaona wana permettre divorce polele hivi ndani ya mji. Wanajua valere ya couple katika mji. Selvom de accepterer ægteskab kilomæssigt, så kender de alligevel til kitu kia bure mchungaji kinatuma bibi na bwana wanapigana, ishara ya mnyama bure tu, kesho mnaacha. Biblia inasema na mwana gani mzee wangu? Manashi sura 2 mstari wa 19 mchungaji. Kwa mstari wa 15 inasema nini? Mungu anachukia divorce. Gud han hader divorce. Ewe hakuna maombi unaweza kuomba tena. Ukishaelewa msalaba unaelewa. Kama kilikuwa kilikuwa ya kupengama, ambia Mungu sasa uniwezeshe nikufe salama. Hakuna kitu utafanyaka tena. Amina. Niwaambie wapendwa, hapa kwake mwanamke mbaya, hapa kwake mwanaume mbaya. Mwanamke mwenyewe anachukia ndo bibi yangu. Na siwezi kumfananisha na mwanamke yote duniani. Mwanamke wewe mwenyewe unapenda. Mimi siwezi kumwebebea pua yangu. Haleluya. Kwa maana nimependa mmoja na ule nilimpenda nilimchagua katika milioni. Fordi jeg elsker den ene og den som jeg vælger Niwaambie walipoishi maisha kama hii, soma Ufunuo sura 2, Ufunuo sura 3, Ufunuo sura 4. Na hii ndio Yohana Mbatizaji alipigana nayo katika Israeli. Yohana alifundisha watu Mateo sura 3. Yohana amefundisha watu, amewaambia mwache dhambi, mrudilie Bwana. Bwana yu karibu, yu waja. Nyosheni mapito yake. Tayanisheni njia zake. Walimshota kidole karibu wamuue. Yohana Mbatizaji. Hadi Yohana Mbatizaji alienda ndani ya Yordani. Akavuka mtoni. Akaenda katika jangwa. Yohana alisema nini? Mimi ninahubiri neno la Bwana, neno lilo hai, mmenikataa. Hii miti ni Bwana aliyoiumba. Hii majiwe ni Bwana aliyoiumba. Msikatana kumwabudu. Nitaambia hii maibu itasema pahali penu. Bwana Yesu atusaidie sana. Akaenda ndani ya pori. Akaanza kuhubiri habari za ubatizo. Akaanza kuhubiri habari za toba. Mara wewe mwenyewe unaikala hapa, unakalia dhambi, unakuja nazo, unarudi nazo. Kama tikeni medinson, tunahubiri leo juu ya dhambi, si ndio? Tuliuliza wangapi wako tayari kwa safari kwenda mbinguni? Tutaona wangapi watafika. Usifanye sababu yangu, fanye sababu ya Mungu. Usifanye sababu yangu, ufanye sababu ya Mungu. Wewe mwenyewe angalia moyo wako. Usijitaki wewe mwenyewe mbele ya Mungu. Hakika neema ya Bwana iko kwa maisha yako. Neema ya Bwana iko kwa maisha yako. Bongo. Usherati. Utroskab. Usikunyweke pombe lakini kabati yako asa hii inakuwa ya mgeni. Nilienda kwa Simon, unajua mchungaji. Wewe mtumishi nilikuwa namthamini sana na muamini. Ya kama ile sababu ya hakunyweke pombe. Nifika mwake. Anaanza kakawati kazuri sana. Anakatandisha vizuri sana. Ninaangalia, niona kiboko ndio kumule ndani. Tunamuuliza tena hiki kiboko tena ni habari gani? Yaswa mbaya ni bagari na tumbo hili na kitu. Ananiambia hii inakuwa ni habari gani? C'est pas que je dis kwenye watu. Sasa ndio. Hii inakuwa ni habari gani? This gesa ndio ile. Kizazi cha nyoka. Sisi tu.
generation. Yesu akikuja anakuta maisha ya hivi, hautaenda mpendo. For this will come up because tena liu to come back me hamna. Danieli sura ya kwanza mstari wake wa kwanza mpaka 10. Daniel first is Timothy. Danieli anaambia mfalme Nabukadnezar. Daniel said to King Nebuchadnezzar, mimi chakula chako cha pombe simo. I did smell this piece of cake. Kama injwe na ninepeshaka inaacha baridi siingie mwili wa mtu. Visi tia da gefolgen til at sådan og man kan ikke ryse. Hapa mfalme alikuwa anatafuta wa vijana wa goso. For kongen led efter nogle virkelig stærke fyre. Na siri kwa ufalme ilikuwa pombe ndio inanepesha. Og hemmelighed de var alkohol der gav dem virkelig styrke. Pombe ndio inatuma mtu anareagire mzuri wakati iko kumfalme, iko mlinzi wa ufalme. At alkohol det var dem der fik dem til at tænke skarpt. Hapa hii ni maisha ya Laodikia. Det er Laodiceas liv. Ni maisha ya Laodikia wapendwa. Laodiceas liv. Ni maisha ya Pergame. Ni maisha ya Efesi. Paulo anawaambia muachane na ulevi. Paulo siger giv afkald på alkohol. Bali kujazwa mvinyo, mjaze Roho Mtakatifu. I stedet for at blive fuld med vin, så bliver fuld med Helligånd. Huyu mama kaniambia, ninawataka utapatia mgeni uchawi na wewe hawezi prefer kunywa uchawi. Og ham gæster det mig jeg giver det gæsterne. Hvordan kan du give øl til gæsterne du selv ikke kan lide? Nani mwenye anaweza penda kunywa ulozi humu ndani? Hvem er jeg kan gøre lige hekse eller at drikke noget gift? Msahau bandugu yetu, kuna bandugu yetu kufanyia kuba watu 12 Copenhagen balikuya kutoka Uganda nyuma hapa. Nogle vores bekendte i København som bamekwenda kutafuta chakula mpori. 7 medlemmer der var ude waliwaza walipata chakula kumbe walipatikana. De troede at de fandt noget at spise, men det haikuwa kwa volonte yao hapana. Det var ikke at anvide noget. Lakini ilikuwa ulozi. Men det var noget hekse. Mashampinyo. Det var noget svampe. Sasa watoto wawili wamekufa ndani ya Risk Hospital Copenhagen. Wakongomani. Og 2 børn afdøde. Na wengine wako tabani. Og andre det stadigvæk chakula tunakula mara kwa mara hatujui kinatoka wapi. Fordi vi med vi spiser ofte, vi ved ikke hvor ungali nakosa muda wa kwenda katika ushirika wa Kristo. Men det stadigvæk mangler Gud. Mchungaji wakati tunatafuta msaada ndani ya kanisa, kulipa nyumba ya kanisa, pesa yako na ilali yako. Når vi sørger efter penge økonomisk støtte for at betale for husleje til kirken, så sover du på din penge. Sipozo unakula ile sumu leo, haujue, mtu hajuaje. Unakuspisa det der gift ile en dag. Sahi hauko. Og i dag du haukujitoa mbele ya Bwana. Og du har ikke givet dig selv til Gud. Haukufanya hivyo mapenzi ya Mungu. Og du gjorde ingen Guds vilje. Bali utoe mali yako na ile ulio nayo mbele ya Bwana, uliilalia na ukajinyima hata muda kwenda katika ushirika. Lakini Gud tjeneste, men så så du på din økonomi. Sahi unakufa unafariki sahi. Og du afgår i dag. Mnafikiri watawazika na zile pesa wote? Tror du vil begrave med de penge der? Kuna taji 5 kubwa mbinguni. Der 5 sejrskranse. Tutazungumzia muda mwingine. Kuna taji kubwa sana mbinguni. Der 5 sejrskranse i himlen. Sasa unajua hapa chini ya jua Biblia inasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje duniani kama vile mbinguni. Biblia siger Fader, hvor du som er himlen, hellig bliver dit navn. Din rigdom kom herned på jorden, så lyser så i himlen. Kama haukutumikia ufalme wako hapa, så hvis du ikke arbejder på din rigdom her, si hatuna refektoire, hatuna yenye tunaita kishukiro mu lugha yetu, hatuna kishukiro. Mwabari ya kiroho hamuna kishukiro. Vi har ikke noget vi kan se tilbage med, vi har ikke noget vi kan reflektere hvad det er i ordentligt. Ofasi ya kungojea ukisha kufa hii roho Mungu twende mkanisa tupeleke maiti waiombee, jina Mungu ataliandika mbinguni kwa maombi ya kanisa. Nani walikwambia? Altså vi er et sted hvor du kan blive lagt ind, at vi skal bede for dig, og så at din ånd kommer i himlen. Nej, der er ikke nogen sted der. Na njoo kwa maana hatuombeke maiti mkanisa. Hatuiombee. Og det der hvor utaombea maiti mkanisa. Vi beder på lige ind i. Tunaombea roho zenu mkisha kufa. Vi beder kwa roho wenyewe wanabaki mkisha kufa. Vi beder på jeres ånd til at dø. Na mimi nikikufa nimeisha, lwangu lumeisha. Katringa alitumikia mbingu yake ameenda. Iko muraha. For efter this jeg dør, jeg går back in. Nani mnabakia mko mnapiga magoti? Mko mnapiga magoti mbele ya maiti yangu mkanisa. Mkifanya godt lyst der og beder for min liv.
Msifanye vile hata siku moja. Kuombea maiti hapana. Hii ndio ilikuwa maisha ya kanisa la Laodikia. Mnaelewa wapendwa? Hausaidianake Afrika, jamaa lako liko linakufa. Lakini wakati wa kifo ndio unaanza kanisa. Mnisaidie wapendwa, mnisaidie. Ndio nakumbuka kutumia pesa. Ulikuwa nazo kutumia. Na serikali za kumtoa kumsindikiza. Haleluya. Upendo wa kwanza ni wa Yesu Kristo wapendwa. Amen. Upendo wa kwanza ni wa Yesu Kristo. Ukipenda Yesu hauaibike kamwe. Anakusindikiza hata kaburini wapendwa. Amen. Hata kaburini Yesu anakusindikiza hata kaburini. Unajua kijana wetu tulienda siku moja kumazishi. Sasa kama kumnyesha sikia. Nitakupiga historia mchungaji. Tulienda siku moja kumazishi. Sasa kama nakumbuka ile historia au alikuwa sikumbuka. Uganda pale, Uganda. Mama walipendana na dada yake na mume wake sana. Mazishi makubwa kabisa. Kilio ilikula pesa kabisa. Hapo tunaanza kuomba maombi ya mwisho. Tunamwambia mama kialaga bwana yako anaishi. Unaona tukija chimbula Fanabakia ndio ku maiti lisha ingia mule ndani kutia budongo si ndio? Kama ini grau eller så er det kun mwenye anataka udongo wa kwanza ni bwana au bibi. Udongo wa kwanza au ni huwa ya kwanza. Tenda bibi au sen kama ni bwana ndio alikufa au bibi ndio alikufa. Anakia anatia kabudongo pale. No kama so ule mama mguu wake umetereza alirudia na CGM. Upendo wa kwanza ni wa Yesu Kristo wapendwa. Haleluya. Mikono na makofi ya ugelegele kwa Bwana. Makofi kwa Bwana wapendwa wa Mungu. Upendo wa kwanza ni wa Yesu Kristo. Ukimpenda mwanadamu atakuacha njiani utaregrete. Lakini ukijifungia kwa Kristo ukiachana na dhambi hii ndio nahitaji kwa kunyakuliwa kwa kanisa. Simama mahali ambapo uko. Simama kwenye uko tuombe. Unajua usiku wote wa leo tuko nao tulikuja kuomba. Mafundisho hivi ni muhimu sana kwenye watu weko. Tumekuja kuomba. Msimame kwenye muko. Ninataka wewe mwenyewe ufanye assessment of your alternative. Uangalie ukamate papier uandike kwa roho yako wewe mwenyewe. Andika wewe mwenyewe roho yako kwa papier. Tia mikono yako juu. So lift in hand up. Tia mikono yako juu pamoja na mimi. Mikono juu pamoja na mimi. Tuongelee Kiswahili pekee yake. Useme Baba katika jina la Yesu. Ninaamini jina lako Yesu. Ninakataa maisha ya dhambi. Naamua kukutumikia. Ninaamua kukupa maisha yangu yaongoze. Kama dakika moja. Pandike roho yako. Funga macho kwenye huko. Kuna nguvu za ajabu kuna katika damu ya Mwokozi. Kuna nguvu za ajabu kuna katika damu yake Yesu. Kuna nguvu imbanane nguvu ya ajabu kuna
mikono yako iko juu. Nahitaji nisikie sauti yako tu. Fanya kama haujawahi kufanya hata siku moja. Uombe kama Ana alipoomba mbele ya Eli. Uombe kama Daudi aliyoomba mbele ya Achishi mfalme wa Filistini. Wakamuita mwenda wazimu sababu ya maombi. Na hii ndio ilimponesha kutoka wa Filistini kwenda kufa. Nataka uombe ukimwonesha Mungu shida yako mwenyewe. 1, 2, 3. Nataka nisikie sauti yako ukiomba kwa maisha yako. Haleluya. Paza sauti mpendwa, paza sauti mpendwa. Paza kabisa sauti kwenye huko. Nisikie sauti yako ukiombea maisha yako. Hii kama dakika 10. Twende katika maombi. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu. Yes. Yesu kama Mungu Bwana. Yesu kama Bwana. Yesu ni kama wewe. Ni kama wewe wa amani, mambo wa salama. Ni kama wewe amewajabu. Mungu aweza ni wewe Baba. Mungu aweza ni wewe Yesu. Kutumaini kutegemea maana wewe ni Bwana. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka. Hakuna aliye kama wewe, hapana aliye kama wewe. Mungu hekima na heshima zote, Bwana unastahili, unatosha. Uko mwema Baba, uko mwema Bwana, uko mwema mtakatifu. Mambo wema ni wewe. Utaenda katika vita. Wasamehe wana wako. Wasamehe wana wako. Wasamehe wana wako. Wasamehe wana wako. Oh Baba. Amen, amen, amen. Amen. Mfungule macho yenu, mfungule macho yenu mniangalie. Mfungule macho yenu mniangalie. Angalia yule aliye karibu yako. Wana yule aliye karibu yako. Mgeukiane wawili kwa wawili. Ile ambayo unahitaji Mungu akufanyia usiku wa leo kwa conference tu kwako. Uikiri kwa mwenzako. Ile yenyewe unahitaji Bwana akufanyie kwa conference hapa Skanabo toka leo hadi Dimanche. Uikiri kwa mwenzako. Mwenzako naye ikiri kwake. Hii ndio maombi nasikilikana mbele ya Bwana. Umwombee aliyo jirani yako. Amen. Mkamatane mkono wawili kwa wawili. Nisikie mkiomba kabisa, mkiombeana baraka. Mnaweza kamatana. Bibi na bwana wakamate, asiye bibi na bwana. Bibi asikamate bwana yake. Bibi asikamate bwana yake, akamate mwingine. Alafu ile yenyewe unahitaji Bwana akufanyie, uiombee mwenzako. Ile yenyewe unataka mwenzako amfanyie kwa conference, wao utamuombea, yeye atakuombea pia. So be open for the under. Kama mshapata wawili mniambie tuanze maombi mara moja. Bisi apondi nebo so sisi. Kama interpret. Ule angali pale ata interpret. Matoleo okay, uko na kijana wetu. Acha ule bebe kama papa. Asante. Abale wawili wanakamatana, mpatie mama mmoja. Kamata mama. Tuko tunajifunza pia kuomba. Kamata mama. Kamata kijana. Wafunze kuomba. Tuko tunajifunza pia kuomba. Usiku wa leo ni usiku wa maombi. Ukiri mema kwa mwenzenu. Ukimwombea jirani yako Bwana atakubariki pia. Twende katika maombi 1, 2, 3. 1, 2, 3.
kama uko tunajisi mgonjwa uja hapa mbele tukuombee. Ugonjwa tu. Kama uko mgonjwa unajisi mgonjwa mwili wako haiendeki, simama tu kwenye uko uja hapa tukuombee. Ukijisi mgonjwa magonjwa sababu tunaenda maombi ya moto mbele kule kwenye tuko tunaendelea. Kama unajisi mgonjwa je tukuombee neema yako sasa. Kichwa kinauma, mgongo unauma, tumbo inauma, miguu inauma, mishipe inauma, labda resulta mganga alikupatia. Leo ni siku ya resulta ndio kwa leo. Uje tukuombee. So come nikabe bora. Shama. 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 Elohim. Tukuombee. Ni kichwa, ni miguu, hapa ni magonjwa. Tumesha kuhubiri juu ya maisha ya kiroho, ni wewe na Yesu. Hapa ni magonjwa. Karibu sana kama unajisi mgonjwa. Bwana atakufanyia muujiza ambao haujawahi kuona. Shida zinapona wapendwa. Shida zinapona. Kanseri zinapona. Bwana nimeona nezionesha niko naona. Kanseri zinapona. Sukari zinaenda zinakoma. Sukari zinaenda zinakoma wapendwa. Mathayo sura 7 mstari wa 7. Ukiamini tu ya kwamba Bwana anaweza kufanya ndani ya maisha yako, Bwana atafanya. Kwa maana yeye ni mwaminifu kwa walio waaminifu wake. Magonjwa tu. Wachungaji muje tuombe. Wachungaji muje tuwawekee muje tuombe wachungaji. Wachungaji muje. Ninahitaji wake wachungaji nao wakuje. Mama pasta nawe kuja tuombe wagonjwa. Wake wachungaji kama wewe kuja wakuje. Pamoja na wachungaji waje tuombe hapa. Kanisa mshimame nyinyi wote, mshimame rasi hapa. Mshimame kuna muweke mikono yenu juu ya wapendwa ambao wanapiga magoti hapa mbele ya Bwana. Ili Bwana aweze kuwaguza, waponye. Tunahitaji muujiza wa Bwana. Kwa saa 24 tunahitaji muujiza wa Bwana juu ya maisha yao. No matter what they are suffering from. Tunahitaji muujiza wa Bwana juu ya maisha yao. Mtie mikono yenu juu kanisa la Bwana. Mnajua maombi ya kanisa ilifungula Paulo na Sila. Maombi yenu maombi yenu inafaa kwa ufungulivu wa wapendwa katika kati ya kanisa maombi. Wachungaji mwaweke mikono. Baba Mungu wa mbingu zote tunababa katika uweza wa jina la Yesu. Jina la Yesu tunaweka watumishi wako wako mbele zako, tunawaleta katika mili yao. Kama huu kama Kristo alivyosema ya kwamba tunaosha mikono juu ya wagonjwa na watakatifu afya. Mungu wewe ni Mungu wa ndio maana tunakuita katika maneno yako Biblia yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu na wanaolaia hekalu waweke
haikuwa kuta mwili wako, ilikuwa vazi lako, na kwa imani yake ameponya Bwana, ameponya Mungu. Acha kazi wako mbele zako, wameimani, wameangalia kwamba unaweza. Magonjwa Bwana hayana mizizi ndani yao, sio ugonjwa zao, lakini ni vita za ibilisi. Unawamakia hewa za magonjwa, aina zote za magonjwa katika miili yao, kwa jina la Yesu yashinde, yakome, yakome. Damu ya Yesu wafunike, iwatetee, iwaangazie, iwaonekanie, iwatembeze. Acha mishipa yao weze kusonoe, miili yao Bwana weze kusonoe, magonjwa yapone, magonjwa yapone, na yapone kwenye miili yao, katika jamaa zao, katika watoto wao, katika waume zao, katika wake zao, kwa jina la Yesu. Wapenye na waponye kwa maana wewe ni Bwana. Tunakiri uponyaji wako kwa kijana wako ambao unajitoa kufanya kazi yako, na yeye amekumbwa na magonjwa. Upe nguvu, umupenye Baba, umuponye Mungu katika jina la Yesu. Pokea uponyaji. Haleluya, haleluya. Asante Mungu wa rehema, asante mtumishi wa kweli, asante mganga wa kweli. Wapokea uponyaji wao kwa jina la Yesu. ili kwamba yote walikuwa yanasumbua yakwendile haiondoke, na kuanzia sasa maumivu isionekane tena ndani ya mwili zao. Roho wako Mtakatifu wapate kuwatawala na wapokee uponyaji kuwa wadhaifu. Asante Bwana kwa sababu wewe ni Mungu ambao unafanya impossible kuwa possible. Wadoktera wanaleta ni hospitali, lakini anayeleta uponyaji ni wewe Bwana. Waguse na kuwaletea uponyaji kutoka. Makofi na vigelegele, proclame victoire ya Bwana. Haleluya. Wacha nisikie vigelegele vyako. Asema uponyaji wa Bwana. Haleluya. 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 Yesu yu. Yesu yu. Yesu yu. Anaweza. Anastahili. Ahimidiwe. Ashukuriwe. Uponyaji. Proclame victoire yake. Asante kwa jioni ya leo. Barikiwe sana. Bwana wabariki sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Hamsa hapo kusema. Wangapi wamebarikiwa? Amen. Kama nilisema wangapi wa utulivu na wa nini tena? Wasikilizaji wasikivu. Waelewaji. Wangapi? Wangapi? Amen.